moyo wake unajaa furaha, kwa sababu hiyo ndio sababu ilimtoa Yesu mbinguni. Wakati Baba alipomwambia shuka mwanangu, shuka, Baba aliona watu waliopotea katika dhambi, watu walioteseka katika dhambi, na kwa sababu hiyo akamtuma Yesu ili atuokoe, aje kutafuta na kuokoa. Yesu kwa sababu alifanya huduma miaka 3 tu na akarudi kwa Baba, akaona wale watu ambao ameinua, ambao ni wanafunzi wake, na wale wengine watakaomwamini Yesu kupitia kwa injili ya hapa, ambao ndio sisi, tuweze kushiriki kazi iliyomtoa mbinguni akaja, tushiriki the Great Commission kwa kushuhudia wenye dhambi waokoke. Jamani, kushuhudia wenye dhambi waokoke ni kazi ya kila muumini, ni kazi ya kila muumini. Amen. Hebu nikuulize swali leo hii. Hivi leo hii tukakuita usimame kwa ile kanisa unaenda, kama wewe si mshirika hapa, na kama ni mshirika hapa, tukakuleta usimame hapa mbele hivi, alafu tuseme mtu yeyote ambaye uko ndani ya hii kanisa uliokoka kupitia kwa huyu mpendwa amesimama mbele, enda usimame nyuma yake. Watu wangapi watasimama nyuma yako wewe? Na kama hakuna mtu atasimama nyuma yako, wapi matunda yako? Wacha kanisani kila Jumapili, mwaka nenda mwaka rudi, na tangu uokoke ukasimama hapa mbele, hakuna hata mtu mmoja anaweza simama nyuma yako kupitia kwako aliamini. Una shida. Sasa wewe umekuwa tasa wa kiroho, wewe umekuwa ile tawi Yesu alilosema lisilozaa. Alisema mimi ni mzabibu, Baba yangu ndiye mkulima, nyinyi ni matawi. Kila tawi ndani yangu lisilozaa, anasema linakata, lakini lile linalozaa analisafisha. Kwa nini? Ili lizidi. Kuna watu ndani ya kanisa hii Bwana atazidi kuwasafisha, atawapa maisha marefu, atawaondolea magonjwa na maradhi, atawapa jamii nzuri, kwa sababu umeamua kuzaa. Amen. Lakini kuna wengine umekatwa, na kukatwa si kufa, si kufa. Kukatwa ni kwamba sasa vitu vyako unaishi maisha ambayo ni maisha haina neema ya kung'ang'ana, toiling, a life of toiling. Toiling ni kufanya kazi kubwa kwa bidii, matokeo kidogo. Na mimi ningetamani leo hii kila muumini hapa ungemwamini Bwana kuanzia leo, uwe tawi linalozaa. Jamani, sifike Disemba mwisho kwangu ikiwa hapa kuna mtu ambaye ukamsimamisha hapa, atakosa mtu wa kusimama nyuma yake. Yukwenda chumaki yushaukaki. Nafikiri nikikuuliza hiyo swali, najua inaweza kwenda kuuliza moja. Sikukusudia kukuuliza moja, na kukusudia kukusaidia ukasirike, uamue hapana, siwezi kuwa ndani ya Yesu na nikose matunda. Amen. Na kuonza ndio mmoja ni watu walio kukosa. Hata kwenu mahali umezaliwa, kuna watu walioko. Hata pale unaishi, kuna watu walioko. Hata nchi yako umepitia, kuna watu walioko. Kwa nini una matunda? Nijibu swali moja hapa. Kwa nini Wakristo wengi ama waumini wengi
hawashuhudii. Kwa nini? Hiyo ndio swali nataka nijibu leo. Mnataka tujibu hiyo? Mnataka kujua kwa nini waumini wengi hawashuhudii? Nafikia kutoka kwa Mungu. Nataka nikupatie sababu zinazofanya watu ambao ni waumini wasishuhudie. Sababu ya kwanza, hawajui kwamba wameitwa. Hawajui kwamba wameitwa na Mungu. Amen. Lakini sasa nataka nikuonyeshe katika maandiko, wewe nawe umeitwa. Wanafikiri uinjilisti ni kazi ya pasta wao, ni kazi ya wale wanaohubiri. Lakini kulingana na Yesu, kila mtu aliyeokoka anadaiwa kuhubiri Injili. Amen. Yohana 15:16. Yohana 15:16. Inasema, rafiki yangu haraka, twende haraka. Tusome pamoja. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawapeleka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombapo Baba kwa jina langu awapeni. Hebu sema nimechaguliwa. Ongea kama unamaanisha, sema nimechaguliwa na Bwana Yesu nizae matunda. Basi matunda hii tunaongea habari yake ni nafsi. Kama umechaguliwa uzae matunda, iko wapi? Atakapokuja Yesu, tutasimama mbele ya kiti cha hukumu. Sisi waokovu hatutahukumiwa kama wenye dhambi. Hukumu yetu itakuwa kutoa hesabu ya kazi yetu, na utaonyesha katika amrisho hii kubwa, nani wewe ulishuhudia wakaokoka. Uonyeshe. Amen. Nimefanya hivyo kwa miaka nilipopata neema ya kuhubiri na mama. Kila mwaka naita viongozi wangu mbele, simameni mbele, na kwaya simameni mbele. Yeyote hapa kwa kanisa hii umeokoka kupitia Baba, simama nyuma yake. Tuwe viongozi. Kama una mtu amesimama nyuma yako, wale wote ambao na watu tokeni nje, mwende ndoto. Mshikane mtiane moyo. Unaimba kwaya na una mtu Baba kwaya leo, sio mimba vizuri na sio kwenda wamevaa smart Baba. Basi leo siwaulizi Bwana siwe mtapewa neema. Hata yule mkulima alisema ipatie neema nipalilie. Sasa napalilia, nikirudi tena huko Bwana amefungua neema nirudi, tukasimama na matunda mema. Amen. Na nilipoanza kufanya hivyo, nikaona watu wamechangamka. Wakasema, hai, ukiona pasta ameanza kusimamisha viongozi, hata sisi anatuita. Sasa usiogope pasta. Ogopa huyo aliyekuchagua. Usiogope pasta kukuita mbele, ogopa huyo aliyekuokoa. Maana huyo atakuuliza, iko wapi matunda? Amen. Kwa hivyo kwa nini hawashuhudii? Hawajui kwamba wamechaguliwa. Leo hii nataka ujue, ulipookoka ulichaguliwa, na ulichaguliwa uzae matunda, na matunda yako yapate kudumu. Amen. Kwa hivyo unafaa ujue kushuhudia mtu aokoke. Unafaa ujue kumfuatilia. Unafaa ujue kumfundisha mpaka asimama.
Basi unasema nitaanza wapi? Anza hapo kwa kushuhudia, aokoke umlete. Hata kama hujajua kufundisha, pastor atakusaidia na ile kitu kwako. Kwa hivyo anza na hiyo. Mimi nataka nyinyi nyote, kama kuna kitu mnaweza fanya ikawa kuja kwangu hapa mashinani si bure. Kitu mnaweza fanya kabisa ni kuamini Mungu kabla ya mwaka huu kuisha. Uwe na tunda. Uwe na tunda. Umeitwa. Sema nimeitwa. Sema nimeitwa. Na jana juzi tumesoma Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9. Tulisoma wakati Paulo anasema nimewekewa sharti ya kuhubiri Injili. Amen. Nimewekewa sharti. Ilikuwa kweli. Hebu nitafsiri, nasema nimewekewa sharti. Ole wangu nisipohubiri Injili. It's in chapter 9 verse 16. First Corinthians 9:16. If I think it's the other way. Hebu angalia kama ndio rafiki yangu. Paulo anasema hasa kuhubiri Injili. Ndio hiyo. Maana ijapokuwa na kuhubiri Injili, sina ya kujisifia. Paulo anasema maana nimewekewa sharti, tena ole wangu nisipohubiri Injili. Hii ndio inakuhusu pia. Umewekewa sharti. Hebu sema nimewekewa sharti. Hiyo sharti ni gani? Sharti ni gani? Yesu ameweka sharti ya uenende. The great commission ni sharti. Ni amri. Na wale wako kama hautahubiri Injili. Umewekewa sharti. Luka 6:46. Yesu anauliza swali ambayo nikisoma wewe naguza moyo sana. Anasema nini Luka 6:46? Nipatie hiyo tafadhali. Luka 6. Yesu anauliza, na kwa nini mnaniita Bwana Bwana, lakini hamniatendi nisemayo? Yesu anashangaa. Wewe unamuita Bwana, lakini akisema ushuhudie, ushuhudie. Wewe unaita mwingi. Luikao mwetu. Amesema ushuhudie, ushuhudie. Sasa unamuita Bwana ya nini? Amen. Kwa hivyo sababu moja inafanya watu wasishuhudie, hawajui kwamba wamechaguliwa. Hawajui kwamba wamewekewa sharti. Lakini kuanzia leo umejua. Na Biblia inasema ukishajua, Bwana anakuamuru kutubu. Amen. Sasa bila umejua unaamuriwa kutubu. Yukaienda umbole. Na kwambia yuko kuhusia. Nini sikuibuke basta naambia hata kukuoni yuko kuambia. Bwana asifiwe. Nitakuonyesha bila kazi. So, hii ni kitu mimi ninasikia hivi Yesu ndiye anataka hii nifundishe hii. Na mimi nitaifundisha kwa mitindo. Number 2, why some don't witness? Kwa nini watu wengine hawashuhudii na waumini? Because they are not living a victorious life. Kutoishi maisha ya ushindi. Wewe mwenyewe maisha yako ya wokovu unaishi maisha ya kushindwa. Fukufuku. Mtaani kuna vitu ambavyo tunajulikana. Hatuko straight. Kwa sababu ya kuwa sasa wewe hauishi sawasawa na wokovu. Hiyo inakulemaza ujasiri wa kushuhudia. Waumini wengi leo hii hawashuhudii kwa sababu hawaishi maisha ya ushindi. Wamelema. Na sasa anasema yule wanakuambia kule bwana Mike, kuna wakati tulituma watu waende door to door. Na wakiingia mtaa wasema tunashuhudia hizi nyumba. Hata mmoja akasema mimi siendi huko, siendi. Kwa nini? Anasema yeye kaseti. Kwa nini? Maana hizo ndizo maeneo kumbe anaishi na watu wanamjua vingine. Maisha yako isipokuwa ya ushindi itakufanya ulemae, huna ujasiri wa
kushuhudia. Amen. Na hiyo inasababishwa na mambo kadha wa kadha. Hebu tusome 2 Corinthians 10:6. 2 Corinthians 10:6. 2 Corinthians 10:6. Hii maneno wapendwa wangu, iandike vizuri, itakusaidia. Mimi nimekuja kukusaidia uwe mtu mwenye kuzaa matunda, uwe na faida katika ufalme. 2 Corinthians anasemaje? Tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwetu kutakapotimia. Hebu iweke in English kama unaweza. Yaani ile kusema nini? We should be ready to punish disobedience when our obedience is fulfilled. Ikiwa wewe mwenyewe hautembei katika ile stailo unastahili kutembea kama mwokovu, huwezi kukemea mwingine na kumwambia hii maisha naishi si sawa. Hata kuunganisha ni ngumu. Maanake wewe mwenyewe unajua kuishi maisha ya sawa. So you cannot punish disobedience when your obedience is not complete. Mnanielewa? So watu wengi leo hii wameshindwa na hii. Na kitu gani kimewashinda? Wameshindwa kwa sababu maisha yao haiko sawa. Do you know you can preach without saying anything? Unaweza ubiri na your lifestyle. Mimi kuna watu wengi sana wamefuata imani hii kwa sababu ya kuangalia tu maisha yao. Hata wazee, watu wana umri mkubwa. Juzi hata nimepita nyumbani, babangu mmoja akaniita, akaniambia sikia nikwambie, nilikuwa nataka nikuone tu kwa wingi. Nikwambia wewe ni mtoto kwangu, lakini kama uingie mambo hii ya wokovu, nimekuwa nikikuangalia sana. Siendi kanisani. Mimi siendi kanisani. Mke wangu anasema, mke wake pia anaenda kanisani. Akaniambia lakini mimi baada ya kuangalia miaka hiyo yote, nimeona mtu tofauti. Na mimi natamani kama ningeshika nchi yako. Akaniambia tukao vile hapa, nieleze vile naweza kupata nchi. Nikajiuliza kumbe kuna watu wanatuangalia. Maisha yetu ni nchi. Amen. Maisha yetu ni nchi. Na kwa sababu hiyo Petro wa kwanza 3 mstari wa kwanza na wa pili. Petro wa kwanza 3 mstari wa kwanza na wa pili, nipeleke pale rafiki. Petro wa kwanza. Petro anaongelesha wanawake. Anawaambia tiini waume zenu. Tiini waume zenu. Alafu anaeleza vile anataka. 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2. Anasemaje? Enyi wake watiini waume zenu, kusudi, angalia, kusudi, nisaidie, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Ndugu wangu, ili hapa ya matete ila kuizu kilichobo mwata kwa choba kwa manazubini kumatani Petero asema ona matende to usomewa mande kwa maza matende to kwa mwenendo wa Mungu. Kuna maombi hawezi amini kwa kusoma neno. Juzi nilikuwa naongea kazi yangu mwenyewe. Akaniambia, Pastor Mimi, tunakuheshimu sana. Nikamwambia kwa nini? Akasema, kwa sababu hata wale watu ambao hawawezi kuingia kanisani wamekuchagua kama mtumishi wa Mungu. Nikamuuliza kwa nini? Akasema kwa sababu umetuhubiria kwa matendo kuliko maneno.
Maana si maneno yako tunafuata, matendo yako kwetu ni injili. Amen. Sasa kuna shida mwanamke, unataka kufika nyumbani mfungulie mume wako neno. Biblia inasema bebe itangiwa bia ya makini kwete. Naona mbona ni mkendo wangu kuingia nyama. Ni ukakate. Hadi ukamse. Akakendo wangu. Ndio mbiani. Hapana. Huyo mwanaume anaangalia injili ya matendo. Amen. Paulo anasema nini? Nyinyi ndio barua. Nyinyi ndio barua. Unajua maneno unafundisha hapa bishop kwa sababu barua hii kanisa ya neno. Kuna mahali mwingine ukienda ukifundisha kuna hiyo wanapoeka wanataka kutoka kwa msala. Manake hawajazoea vitu vya ukweli. Wanataka vitu vya kutabiriwa. Utapata nyumba, utapata gari. Watu wamependa injili ya ovyo. Nyama ka, nyota ile. Kuna watu wanapenda vitu vya ovyo. Amen. Yuko malizia kwa huko ni malizia mbona ukenda mema hapa sababu tole na mbako. Lakini beba mwenye nini ninaomba kwa tu. Beba mwenye nini ninaomba kwa tu. Yesu nataka huko ni kanisa kwa kweli. Na naomba pendeza. Bwana Yesu asifiwe. Inasemekana Kenya iko 75% Christian. It's a Christian nation. Na uovu ndio umejaa taifa la Kenya. Matendo yetu hayafanani na imani yetu. Paulo anasema nyinyi ni barua. Nyinyi ni barua. Kwa hivyo ninaomba wapendwa wangu tujitayarishe ili tuweze kuhubiri kwa maneno na kwa matendo. Wazazi wako uko nao. Biblia inasema watoto waheshimu wazazi. Venye unavyotunza na kuchukulia wazazi wako ni injili kwa watu. Amen. Venye unavyochukulia mkeo na watoto wako ni injili. Hasa tumefikiri injili ni kusema neno linasema matendo ya kuishi kulingana na hiyo neno ni injili. Kuna waumini wengi leo hii mtu humheshimu mzazi kabisa. Mmekosana, umemwachia shida. Ukimwongelesha naongelesha kama mtu wa rika yako. Na ukitoka hapo unasema Bwana asifiwe. Yesu anaokoa. Matendo yako ni kinyume na injili unayohubiri. Kwa hivyo ninaomba kuanzia leo tutembee sawasawa na injili hii, tuwe watendaji wa neno, tusiwe wasikiaji wasaulifu. Maisha yetu iwe ni injili. Haleluya. So hawafanyi vile kwa sababu wanaishi maisha ya kushindwa. Na hii maisha ya kushindwa inatokana na nini? Inatokana na kwa sababu hawajajua utatu wa mtu. Wakristo wengi hawajui mtu ana utatu. Mtu ako na nini? Mtu ni roho. Mtu ako na kitu inaitwa nafsi. Na mtu anaishi ndani ya nyumba inaitwa mwili. Sasa waumini wengi wanashindwa maana hawajui ulipookoka roho yako ndiyo iliokoka. Nafsi haikuokoka na mwili haukuokoka. Ulipookoka roho ndiyo iliokoka. Nafsi yako ambayo ni akili na nia na hisia hazikuokoka.
Hasa hizo ni wewe unaziokoanga. Amen. Wewe ndio unazibabisha ziokoke. Ndio sababu Biblia inasema fanyia kazi wokovu wako kwa kutetemeka na kwa hofu. Maana yake ni nini? Mawazo mabaya ni wewe uyaangushe. Fikra mbaya ni wewe uziangushe. Akili yako haijaokoka. Amen. Unajua unaweza kuwa kanisani na ukafikiria mawazo mabaya. Wangapi wao unasema kuna siku ukiwa kanisani wazo baya shaipita mkono. Ama ni mimi peke yangu? Kupita kaswania kangi. Yaani kaswania yaani ukuja ye. Yuki chawi. Wazo mbaya. Na umeketi chini ya kanisa na saa hiyo upako unatembea na kawazo yako kanajibidiza. Wako kanisani. Unajua nini? Kwa sababu nafsi yako haijaokoka. Hata Wakristo wengi wanashindwa wanapochukulia ulipookoka, uliokoka kila kitu. Uliokoka roho, lakini akili mpaka ufanyie kazi. Kila saa kuisha upya fikra zako, kuangusha mawazo mbaya, kuangusha fikra mbaya. Maana hakuna kitendo kinatendeka kabla ya kuanza. Thoughts precedes an action. Kabla hujatukana mtu unawaza kwanza. Kabla hujasherata unawaza kwanza. Kabla hujaiba unawaza kwanza. Hakuna kitendo mwanadamu hufanya pasipo kufikiria kwanza. Na hapa ndipo adui analenga. Akiamka anaacha na roho yako. Anaacha tu na your thought life. Hakuonyesha wewe bure. Hakuonyesha tu mtu alikusema hivyo juu yako. Wale nafikiri wokovu ni ujinga. Chumra ukio umfundishe somo moja hata sawa. Hiyo ni nafsi. Na usipokuwa maangalifu kuangusha hiyo fikra, tutasikia vituko. Ulienda kutukana watu. Ulienda kupigana na watu. Wakristo wengi hawajajua kushinda majaribu. Biblia inaongea kuhusu tamaa za mwili. Mwili una tamaa zake. Na sisi sasa ni tamaa za mwili. Amen. Mwili una tamaa zake. Na usipojua kutiisha mwili wako na kuambia no, hiyo umetamani upati. Nuchenda ili nukwata. Wakristo walishindwa saa zile walipata Satani ndio wakulaumu. Nilipata kijana mwingine kanisani. Shida yake ni kusherata. Anasherata akija ananiambia unajua babu yako alikuwa na watu wanne. Hii roho ndio inanifuata. Niombe kuikemea. Na mimi nilikuwa sijui. Nitoka kwa jina la Yesu. Yes. Yeye ananisaidia kusema yes. Na atatoka akanyanatetea. Akija ananiambia ni Satani. Namwambia tukemee Satani. Yes. Mimi nikajiuliza, imenikoraudia kila saa huyo anarudi kwa ile. Shida yake kwa mawazo na mwili usiotiishwa. Sikieni waumini, mwili huo uko kinyume na roho. Amen. Roho imeokoka, mwili haujaokoka. Roho imeokoka, akili haijaokoka. Sasa roho imeokoka ikawa kiumbe kipya, lakini wewe ni kazi yako sasa ufanyie kazi ya akili na mwili zikubaliane na mtu wa kuokoka. Hiyo ni kazi yako, si kazi ya pastor wako. Hapana, ni yako. Wagalatia 5:16 neno la Mungu linasemaje? Turudishie haraka. Wagalatia, Biblia inasema, kwa hivyo mko vita. Ukianguka hivi kuna tamaa mwili unataka. Mwili hautaki kuomba, lakini unataka kula. Mwili zako ya maneno yako. Kamwe. Mwili ndio kusisa mavidio mafuku simone. Amen.
Kusudi mwili wako katika mtu usiku katika katika gani? Analisha mwili chafu ya internet. You are a product of what you eat. Ujaga na kilo hizo. Amen. Na Biblia inasema nini? Neneni kwa roho wala hamtazitimiza kama tamaa za shetani. Moja. Masaroso wala hamtatimiza kama tamaa za mapepo. Unajua waumini wakianza kufikiria kwamba matatizo uko nayo ya mwili wako ni shetani, you never do anything about it. Biblia iliita tamaa za shetani, inaziita tamaa za mwili, kwa sababu mwili wako hauokoki. Mstari wa 15 hivi ndugu kwenda kwa mbowe na wewe umeenda kwa mama wewe uchagua utatiza kama nani za Roma na nini wewe uchagua ndugu kwenda kwa mama mchemu ili mwendo ya chote tuyekia kimwe baada ya kuyekia huku umeangalia kando ya leo hiyo ni kazi ya mwili. Mwili una tamaa zake, na usipoelewa hivyo, kila kitu kama usikize satani. Hata satani zingine nafikiri anaelewa kwa Mungu, anasema sasa huyo amenitaja bure kabisa. Mungu usiniletee huko, siko singini ni tamaa za mwili wake. Kwa sababu nisaidie kusoma, kwa sababu shetani ushindana na roho. Biblia inasemaje? Shetani anashindana na roho. Mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepigana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Tupe na kumoya kama inagogo nukwenda kukuhusia Mungu na kitu mwili upya yumwambia kwa Mungu na Mungu wana kwa Mungu na hivi umwambia kuwepo dhinyani mwili upya kana nake ilo kukuhusia kule nini kwenye mwili unapingana na roho. Mimi sikuwa mume wa Mungu ili mwili upya mnaweza kushare. Hili mumbela hapa ni uone. Mungu anaone. Hawezi kufanya mtakao. Mtakao kuna nani? Mimi nakupendeza. Kuna vitu lazima tushinde ili tuweze kushuhudia. Lazima tujue kutiisha mawazo yetu ikubaliane na wokovu. Lazima tujue kutiisha mwili wetu ukubaliane na wokovu, na tunakuwa na ujasiri wa kushuhudia watu. Lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. 19 kila mtu tusome 19. Everybody 1 2 3 let's read verse 19. Basi matendo ya shetani. Moja, tusome tena. Basi matendo ya mapepo. Matendo ya mwili ni dhahiri, maana yake yako wazi. Ukiona huwezi confuse. Matendo ya mwili iko wazi, na ndio haya inaanza kuhesabiwa. Ya kwanza ni gani? Uasherati, uchafu, ufisadi,
usuda, ulevi, ulafi na mambo yanafanana na staili hiyo. Na waambia wale watendao mambo haya hawataurithi ufalme wa hii. Maneno hii ilo Mungu anasema mimi ni roho, niko na nafsi, ninaishi ndani ya mwili. Roho yangu imeokoka, akili haipokoka. Lazima nitiishe fikra na mawazo sikubaliana na wokovu. Lazima nitiishe mwili ukubaliane na wokovu. Sikia. Warumi 12 inakueleza vile utafanya na mwili na vile utafanya na roho na nafsi. Amen. Tuwekee Warumi 12. Inatueleza kabisa. Inasemaje? Utafanya nini na mwili? Basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Nani atatoa mwili wako? Nani atatoa mwili wako? Wewe mwenyewe. Utoe, ukue dhabihu, usulubishe. Maana yake ndio hiyo. Kusulubisha nini? Ni kunyima, kuamba, unyime vitu ambavyo unatamani viko kinyume na maandiko. Mstari wa 2 anasema ufanye nini na akili? Akili ufanye nini? Wala msifuate kanuni ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi yaliyo mema ya kumpendeza Mungu na ukamilifu. Akili yako unaifanya upya kwa kuikumbusha neno la Mungu. Pokeswa leo ya Mungu no metis umume usinapokeza mtumie message musome kutabia naye. Kwanza zaidi umekuja mtandao, ile matusi inapita kwa mtandao ni makubwa sana. Unaona mtu ameandika kitu na ameleta mtu mwingine kimakusudi. Unajua yote linatokea nini? Anarudi mbaya. Sasa umekasirika, unafaa ujikumbushe neno la Mungu linasema nini. Mtu akikosea msamehe, shinda uovu kwa wema. Wewe unaingia mtego wa matusi na ikazaa vita. Fanya upya. Kwa nini ninafundisha hii baba? Kwa nini ninafundisha hii? Kwa sababu Wakristo wengi hawajaelewa kwa nini wanaishi maisha ya kushindwa. Na hivyo watu hujazima kushuhudia maisha ya kushindwa, naishi sababu hujajua kuangusha fikra na mawazo baya, hujajua kutisha Mungu. Paulo ni mhubiri wa kimataifa. Sikia vile anasema Wakorintho wa kwanza 9:27. Ni mhubiri, ni apostle. Lakini Paulo inabidi apigane na mwili wake. Anasema First Corinthians. Hebu nisaidie kusikia anasemaje Paulo? Bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiria wengine, mwenyewe niwe wa kukataliwa. Paulo anasema mwili. Paulo anasema mwili unamsumbua. Na inabidi autese. Haudini. Sengine anafunga. Sengine anawaambia hiyo upati. Sengine anawaambia mtu unataka kuongelesha, utaongea naye. Anautesa.
nikiisha kuhubiria watu wengine nisio wa kuambiwa sikukujua. Japo hizi ni basi doya nikaka kutaba na chama experience uono kutaba na kutoka ndio makadi na leo kanyaga ilisema mwili wangu utatii au utanizuia kuingia mbinguni. Ni nani atakutesa mwili wako? Ni nani atakutumikisha mwili wako? Wewe umewakana Mungu wa manuka akaende na Mungu wanakanamiki ya tulio kilia Mungu wengine mbebali za mbebali Mungu ni Yesu kama mbase. Haleluya. Nimekuja kukutayarisha upate ujasiri wa kushuhudia. Uweze shuhudia usipojishinda. Na ukiendelea kurogo Satani utakaa kushinda siku zote. Biblia inasema ni wewe utishi. Hiyo ndio sababu watu wengi hawajashuhudia, kwa sababu wamefanya nini? Hawajaweza kuishi maisha ya ushindi. Lakini sasa nimekuambia vile utashinda. Shinda kwa kuangusha fikra na mawazo mbaya. Mpendo mwingine aliniambia, "Pastor, mbona nina pamoja na wangu ambia wewe ni imani na Mungu ni baadhi bila chakatizo chimete bagi cha mlimani hizo picha mkati na mambo ingine za pia ni kile kasura kama sasa baada ya wewe hiyo nyimbo tutapata high praises weke mpaka lale zikima uamke mpaka zinaimba. Nyimbo kama zile dada Tumasi hapa ametuongoza za mshindi. Ni mshindi. Unaweka kwa hiyo. Ukitembea kwa high praises. Ile kuleto mtu wa msafari kwa. Tani high praises. Ukisikia kama kitu kama hata kuwaza vitu sivyo kwa offside. Weka high praises. Amen. Weka mafundisho. Soma neno la Bwana. Sababu ya 4, tuko ya 4 ama tuko ya 3 sasa? Amen. Kwa nini watu hawashuhudii? Ya kwanza nimesema nini? Hawajui kwamba wameitwa. Ya pili, hawaishi katika ushindi. Ya 3, hawajui jinsi ya kushuhudia. Amen. Sasa nitachukua dakika kidogo hapo tu, alafu nitakuwa nimemaliza mafundisho ya leo. Unajua mtu wa kiroho anaelewanga saa zile kuna utembezi mkuu wa Mungu hata pasipo vituko. Saa hii kuna utembezi wa Mungu. Yaani nikifundisha kuna masatani yanatoka na bibishi. Masatani inaenda. Ukweli unaweka watu. Ukisikia mtu anasema kuna ujinga umeanguka. So, wengine washuhudi hawajui the how. They don't know the how. Nitaanza wapi? Now, how do you witness? Nataka nikupatie points chache tu alafu nifunge kwa sababu ya wakati wetu. Number 1, jinsi ya kushuhudia. Pray for laborers. Nasema sasa kuombea watenda kazi.
Ni kushuhudia ndio. Sikia, Yesu alisema Matthew 9:37. Matthew 9:37 na 38. Yesu alisema hakika mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Hiyo ndio alisema. Akasema mstari wa 38, ombeni Bwana wa mavuno atume wafanyikazi katika mavuno yake. Saa hii unaweza kuwa na ndugu yako anaishi Mombasa, unaweza kuwa na ndugu yako anaishi Nairobi, unaweza kuwa na mtu wako anaishi Garissa, na wewe huwezi fika huko. Lakini ukiwa hapa mashinani, unapoomba Mungu atume watendakazi, huyo mtu akiwa Garissa anaweza kutana na mhubiri amepakwa na akamfikia kwa Injili na akaokoka. Amen. Kanisa, tuweke hiyo mambo ya kuombea watendakazi katika nafasi ya kwanza. So how do you witness? Pray for God to send members. Omba mwambie Mungu, tuma watendakazi. Tuma watendakazi, watu wakubali kwenda kushuhudia. Kanisa hii Mungu alimweka watendakazi hapa. Watu watashuhudia kila wiki. Tukija Jumapili kama hivi, umekuja na mgeni, mwingine amekuja na mgeni, akapata kitana utako, unaona watu wametokea, maana ulileta watu. Umekuwa mtendakazi. Watendakazi ndio wako na shida. Yesu amesema tuombe watumwe. Kwa hivyo ninakuuliza wewe, hata leo kuombea watendakazi. Amen. So pray for leaders. Number 2, how to become a witness. How to become a witness. Ya pili, unafanyika nini? Pray for the lost. Unasikia nimekuingiza kwa maombi kwanza. Mtu wa kukuna nafsi ni mtu wa maombi. Ombea kwenye dhambi. Basi nasikia nakwambia, Biblia kumulea Yesu akatendeje. Ndio mmoja na ndio kwenda kumoka. Mimi kama leo usisia nini? Kwa mmoja. Ndio ndio kumoka. Kumoka mtu anasinzia. Ndio kumoka mwingine na unamnuza yeye. Amen. Amuke. Amuke. Yesu nataka. Nimesema hivi na nataka nirudie because this statement ni kubwa sana. Hakuna mtu anaenda kataa Yesu bila msaada. Nitakwambia in English. No one can resist Jesus without being helped. Ukimwacha mwenye dhambi yeye na Yesu one on one hivi. Amuone vile Yesu alivyo. Hakuna mwenye dhambi anaweza kataa Yesu. Wacha nikuje baadaye. Nimesema hakuna mwenye dhambi anaweza kataa Yesu bila kusaidiwa. Wale wote hawajaokoka. Sio kwa sababu hawamtaki Yesu, wamesaidiwa. Wasije wakamuona vile alivyo. Wamesaidiwa. Peki fulani kimatendea mekeso kuona Yesu dunia. Na hivi tunaposema tuwaombe, uombe kwenye dhambi, kubwa yani unye kitu kimoteleza na amone Yesu ukilete. Wakileta amone Yesu duwili, anaanza kulia machozi. Sema wewe. Huyo mtu wenu unayesema ni mlevi. Huyo mtu wenu unayesema ni mtu ambaye amefungwa, hawezi kuokoka. Hakuna mtu asiyeweza kuokoka. Ingia kwa maombi uondoe kinachomsaidiana. Kitu gani hichi kinamsaidiana asimuone Yesu na uzuri wake? Hebu nipatie Yohana 11:43 na kuonyesha kitu. Yohana 11:43. Nipatie hiyo kuonyesha kitu hapo. Kaja kumelea Yesu matendo ya Yesu. Shida yako ni kwamba unaenda kushuhudia mtu huyu kukuuzia ona Yesu.
na kebe wake diplomasia. Na kuona panapo na Yesu mbinguni. Unamwambia kwamba Yesu anataka kuambia kwa dini yetu. Hiyo dini ndio inamsaidia na simama Yesu. Unanisikia? Kama unaelewa nasema amen. Basi verse 45 please. Verse 45. Thank you. Basi wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Mariamu na kuyaona yale aliyofanya Yesu wakamwamini. Wengi walioona uzuri wa Yesu wanaona ajaga Yesu ameni. Ninyi Wayahudi ndio mnaokaa kuya. Ninyi Wayahudi ndio wanaomuzoea. Hadi kama wanakuwa wanaamia mwikaie. Nyie ninyi Wayahudi. Kama je kwa mnuzu mleka. Utemteteze. Na mimi kwenda Bwana anasema wewe jiwe. Na alipoondoa jiwe, kamabu mkiosu kwa ndanao na tondu. Mungu vite mwenyewe. Huyu mtu mpaka anashangaa. Huyu mtu wako wa aina gani? Hata aoni ngumu kusimama mbele ya kaburi na ila nguvu yote. He is too good. Can you say Jesus is too good? Say he is too good to resist. Verse 46. Sikia 46. Nisaidie rafiki. Twende mbele. Lakini wengine wakaenda zao kwa Mafarisayo, wakawaambia aliyofanya Yesu. Leo mwenye kumwambia kwa Mafarisayo, mama tani mmosi ala Yesu weka. Okay? Enda 47. Basi wakuu na makuhani wa Mafarisayo wakakusanya baraza wakasema, ndio mabwana. Tufanye nini? Maana mtu huyu msipopenda mtu huyu Yesu, maana mtu huyu anafanya ishara nyingi. Mema kwa wote ndio amekamwikie. Passport. Tukimwacha hivi. Nisaidie kusoma. Tukimwacha yeye na watu wote. Yaani kila mmoja nake mhudumi msiokono kwa mlechana amu tule kumakebeza. Mekono usowete uko akutiani sinamu. Wewe ungetaka tukimwacha namna hii, watu wangapi watamwamini? Wote watamwamini. Na Warumi watakuja watatuondolea mahali petu na taifa letu. Lakini hilo sio ni ukweli wa Mungu unaongeza. Kutoka saa hiyo wakasema tufanye nini? Wakapanga mambo mawili. Jambo la kwanza, andoa ya Mungu wasioa Lazaro Ulayote. Wakapanga agenda na operation ya kwanza, tuue hii mtu iliyofufuliwa. Wakapanga kuua Lazaro ndio usiwe na sababu ya watu kuona uzuri wake. Kwa sababu tuue Lazaro. Tumuue Lazaro. Watasema anafanya kitu gani? Na kama tumeoa expert. Ya pili wakasema na huyo Yesu pia kupange kumuondoe. Sikia nikwambie, wale watu wenu ambao hawajaokoka, kuna kitu kinawasaidia wasimuone Yesu. Kama tutaenda kuwa effective katika evangelism, kwanza tunawafikia kwa makoti. Umwinga katika the most wanted people. Yokwaneka inyamaso wa mtua mwana amema wewe inyamaso nija ukutende ya sendo kwa mwana Yesu mmoja kimi chungu weta niki amecheki inyamaso one on one na Jesus one Wakorintho wa pili 4:4 neno la Bwana linasemaje? Inasema
Shetani anaitwa mungu wa dunia hii. Biblia inasema hebu weka verse 3. Kuna watu ambao injili haijawafikia, lakini ikiwa injili yetu imesitirika. Kusitirika kufanya nini Rosi? Kusitirika. Kusitiri. Nani msoja? Kusitiri. Kubigo. Kusitiri kama kufunika. Ikiwa injili yetu imefichwa. Ikiwa injili yetu imefichwa. Imefichwa kwa wao wanaopotea. Imefichwaje? Passport. Ambao injili imefichwa kwao, kitu gani kimewafanyikia? Ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao, wasioamini, wasione nuru ya utukufu wake Kristo aliye sura. Maiki asiye ni mungu mama wangu ya naona mungu Yesu beona wana mataja makuya ili tuwe na kanisa wiko akadole nende kwa kimema na Yesu gaia ndio aite moswanyamo maingeze kwa na cheni na mamona Yesu rudia mwana mangai nyuko yake muruna tangi wa utabiko umetabasie utapetete basie hiyo kitu inamfanya asimuone vile alivyo. Hiyo kitu inamfanya asimuone vile alivyo. Hiyo ndio tunapiga magoti na kumwambia Bwana, we command that spirit in the name of Jesus, come out of him, loose right now in the name of Jesus. Unasema tunaomba, tunakemea roho ya pombe, tunakemea roho ya ushirikina, tunakemea roho ya dini, tunayamuru achia mawazo yake, achia akili yake, achia macho yake. Weka watu watatu kwa listi yako, waanze kuombea wewe. Omba hiyo basi aondoke. Usema nono, hapo kuna simu. Na umgenda mtu yaka, au pia gainaka mwe naka nono. Umkunenda kwa ngenda yaka, au pia ninatoe kinuni. Nini yule muona? Nini sio kitu la Yesu tu. Yesu mtu amutamani. Yesu mtu amutamani. Kwenda mbele mtambi. Baba na mimi yeye anaweza hiyo kweli. Ni kweli. Mweke katika list ya the most wanted. Most wanted for Jesus. Mimi kuna watu nimeweka hiyo mara kwa mara na ninawaambia kuombea chochote kinawasaidia, chochote ambacho kinawasaidia Baba ninakiondoa. Nikisha kukemea namna hiyo, ninamalizia kwa kuomba sasa Bwana, maana pasia imeondoka, naomba utume watenda kazi kwa huyo mtu. Mimi nawezekana sikufika huko, lakini angalia kumwambia enda. Kuwa mtenda kazi huyo, enda ushuhudie. Utaanza wapi? Ushuhuda wako ni rahisi. Tell your story. Watu wengi wananiambia sijui neno la Mungu. Si lazima ujue neno. Tell your story. Hebu sema my story. What is story? Matabie undu waidie utatangie. Mungu aje. Matabie undu wewe kwa maana Yesu. Matabie undu watangiwe na umoja yundu wije. Na umakuja nuko na kuswa biki amenge. Wakati hapo kuna story. Unajua vile alikuwa maisha yako yalikuwa. Juzi nimeshuhudia hapa vile mimi nilikuwa manager wa Net Club. Nilikuwa manager wa Net Club. Sikai manager wa Net Club sasa.
asingekuwepo, lakini huruma zake ziliniona. Huyu Yesu Kristo akanipenda. Ndani ya kijana connect club kama mhubiri, akanilea, akanisamehe, akaniondolea mizigo, bad habits za ulevi. Yesu namina wao ni Mungu. Yesu Yesu suffocate habits. Mama yasa nimemwona. Ndio mama mpaka kama anaona mbele yazi sawa. Unaona ni mraba. Ni mraba sana. Mama ndio ningekosa. Kama singekutana na Yesu. Tendakazi. Leba ndugu anaitwa Chonga. Ndugu Chonga sitamsahau. Ndugu Chonga akutana na mimi akaniambia, ndugu aliniita jina yangu akusaliwa Mshoka. Kaniambia, ndugu Mshoka, sikia nikwambie, huyu Yesu anakupenda. Hapendi vile unavyoishi, lakini anakupenda. Ana mpango mzuri na maisha yako. Yale mambo unaona kama imekuzidi na imekushinda, yeye anasema njoo nikupumzishe. Nikasikia kitu kimeingia. Nikamuuliza, naweza nikubali niko hivyo? Akasema ndio. Nikamwambia nimekubali. Akaniongoza kwa toba. Ilikuwa siku ya Jumamosi, usiku wa asubuhi nikaamka mapema, nikaenda Mkomani kuchukua crate kadhaa za bia. Nikatuma ziende club. Alafu tulikuwa tumesikia sifa za Baxter. Pastor Lai anataka. Nikasema huko nasikia hata wale wanaongea habari ya Pastor Lai baba. Kasema huko ndo nani? Nilienda nikakuta ni ibada ya tatu, watu wamesimama nje. Wakati ule ilikuwa ni 6 hours. Amen. Yeah. Na tulipoingia, sijui injili ile ilihubiriwa, lakini nilijikuta mbele niokoke tena. Haleluya. Na tangu hapo ndugu Chonga alinifuatilia. Walikuwa wananiita ango haba, watu wa mtatu. Ango haba. Ango haba. Isipo hapa ilikuwa ijulikani. Ukitaka kunitrace sema tu ndio ango haba. Unaona vile shida anaweza kutokea nini? Unaingia ango haba. Wewe unaingia ango haba. Yesu akanirehemu, akanisamehe, akaniokoa nikiwa baa. Nilienda nikamwambia yule mwenye hiyo kinacho, nikamwambia ninaweza. Akaniambia kitu yako nzuri. Nikamuuliza yako ni nzuri, uniambie mbele nasema. Aniuliza wewe wapi? Nikamwambia nimeokoka. Akacheka. Akasema hivi ni kama kuchisi. Akasema ni kuchisi. Ananiambia umechisi. Akasema sema nikuongeze mshahara. Sema nikuongeze mshahara. Wacha story ya tukokoka. Sema nikuongeze mshahara. I can double it. Unakosa pesa yote, anasema nako yale ya kuja kudanganya, anaweza fanya Misri ikaa kama akaipanga Misri anaweza ipanga ukango. Mimi nasema Misri sitaku Misri hata ipangwe irembeshwe. Nikamwambia hata kidogo mimi nimeamua. Akasema napiga mzazi wako simu,
Maana ni mtu ambaye anajua mpaka nyumbani. Na mweleze wakukujie kichwa yako kimetoka. Lakini sikia namwambia, huyu Yesu alinituza. Nilipoacha hiyo kazi nilianza kuchukua kuku nikisupply kwa mahoteli, beach hotels. Amen. Na watu wakashangaa, waliolipa wiki mbili wakangoja sana. Waliolipa mwezi wakangoja sana. Nikaombea Yesu nikajazwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Nikienda Sunday nilikuwa na attend ibada zote sita. Naingia hii watu wakiondoka na soka leo. Sikuli lunch. Within 1 year nililishwa. Baada ya mwaka mmoja nikaingia Jesus Community. Baada ya 1 year. Yaani nilikuwa kichaka. Nikapewa HBC. Iko na watu watatu. And I grew that HBC within 6 months from 3 people to 65. Pastor kaniambia, this cannot be HBC anymore. We give you to meet with these people on Sundays as a fellowship, maana mkobali, alafu wahubirie, ulete ripoti mzima. Oh my friend. Tangia hapo, wale watu walionijua wakaona maisha yangu yamebadilika. Amen. Baada ya muda hata wewe mwenye right club akaja akaniambia shika mkono. Nimekubali ulitoka kwa the right direction. Leo hii wanaambia watu Pastor Mary katika product yake. Pamoja na product yako imependa sana nilipitia kwa program yake. Maana nilikuwa na extra bila. Ndio bwana, ni product ya Jesus. Amen. Lakini uzuri ni kwamba yeye naye ameokoka. Amen. Na ndio naitiwa kwa news. Piga kwa makofi. Sasa baada ya hapo nilikuwa sikasabiri, mimi sasa ndio yule mwana wa mama. Haleluya. Mimi ndiye mwana wa mama, the best. Yes. Na mimi ndiye baba ya wale wa kulao. Hawezi kufanya kitu bila kulicha. Amen. Mimi ndio baba ya wote. Nimepewa hiyo neema maana Bwana ameniokoa. Ukiokoka Mungu anaongeza mali. Mimi nikishuhudia kutanguliza huyu Yesu aliyetoa mtu night club akanifanya vile nilivyo. Chukubali na yeye badilisha maisha yako. Mama Isabel zaitungwa. Unajua na moyo mzao, anunuleka na moyo kwenda kuanza mama mnakula kwa. Leo ya mzao ya mwanangu wewe na moyo na usuku musunge batu kunabisa. Mamia kuja na mwana na mwana boni toma anaanza na mwana ndio wewe. Yeye ndio ya pela nene. Na mwana ndio ya. Wewe mmechika ya mwana. Ni wewe kila mtu ya na mwana ndio ya anataka nini? Lakini mbele yao anataka ndio hata ndipo wanataka sasa kwa mete isabuku ukaya ya Amen. Na ita kwa waite ndugu zake baba yangu wote waite wakakuja. Nikawasema sasa mmefika. Nataka waone mkule na wao. Watu wako wote wakuje mkule na wao. Mcheze saa zile wanaona mama. Amen. Amen. Furaha. Akasema nakubariki. Mama yake akasema kumaliza nikampatia mkini kamwambia chakula Mungu anataka hapa. Nataka nikupe ile yako tu ukaanza kusema hivi ndio na mama. Amen. Maana unanitosha mimi unanilishaka na tosheka. Namwambia kaka mume tu unaita hapo ndio. Wewe ndio utakuja
Sikupata nafasi ya kuheshimu baba duniani, nilikuwa ninaamini. Lakini vile sasa nimebadilishwa na Yesu, kila mmoja wote ambao ni ndugu zake babangu, muombe. Amen. Na anaenda mwendu na anaenda yeye ng'ombe nyanya. Basi huyo amechizika. Kumbe na jamaa yule anajenga. Hebu ndio kudai hizi. Shangazi yangu wawili wakanishika mkono. Mwambia Bwana, toka na walimu wetu na wao Bwana. Yeye atakayeinuka kinyume nao ataanguka na kuangamia. Ubarikiwe na uzao wako ubarikiwe. Maana popote utakapoenda utakuwa manukato. Haleluya. Iko mkono sema niko na story. Nitawaambia my story. This is my story. This is my story. Praising my Savior. All my day. This is my story. This is my story. Praising my Savior. Ingine ni gani? Nimesema your lifestyle. Maisha yako tayari ni ushuhuda. Hiyo si nimesema. 2 Corinthians 3 verse 2. Inasema nyinyi sisi ni barua ninazosomeka. Ukiishi vizuri huo ni ushuhuda. Anaona viko naweza shuhudia. Use the Roman road. Tumia barabara ya Warumi. Barabara ya Warumi ni mistari kwa kitabu cha Warumi. Ukianza kuhubiria mtu kitu hiyo mistari itaongoza mtu kwa wokovu. Amen. Ambao ndani ya Mungu nilikuwa nafikiri amekuja kwa ile nimesema 2 Corinthians 3. Lakini sasa nimeenda kwa nyingine. Tumia Roman road. Andika hii mistari ya Kirumi. Ya kwanza Warumi 3:23. Warumi 3:23. Ya pili Warumi 6:23. Ya tatu Warumi 5:8. Ya mwisho Warumi 10:9. Amen. Hiyo maandiko ikuja Mungu. Ushasikia kuhusu barabara ya Warumi? Akamwambia kai Yesu nisi akambo. Mwambie kuna barabara ya Warumi. Ukifuata inakupeleka uzimani. Ni gani hiyo? Kwamba sote tumetenda dhambi kukumbukwa na utukufu wa Mungu. Amen. Nilisema Warumi 3:23, Warumi 6:23, Warumi 5:8, Warumi 10:9. Asante. Hiyo inaitwa Roman road. Okay, ninaharakisha maana nataka kumaliza. Ingine unaweza tumia ni nini? Invite people in your church. Sasa kama huwezi kuhubiri, ngoja kanisani. Yule kama ukamanye, unamuhudumia karibu kanisani. Karibisha watu kanisani, waalike, waambie twende kanisani, tuombe Mungu ya kitu nyuma. Tunaenenda. Walimu tulepo alima. Pewa pastor wetu utabanazia. Mwana Mungu kana mzi wako. Ni ngoka ni mwanzo tu. Invite people to church. You need to invite them to church. Invite them to church. Ingine ni gani? Ni kupitia kwa tuma watu. Send them. Na hiyo ndio ya mwisho. Nimefunga kitabu. Send them. Maana yake shirikiana na wale ambao wamepewa neema ya kuhubiri kwa kiwango kikubwa. Wasaidie kufanya hivyo. Unanielewa? Warumi 10 mstari wa 15 nauliza
wataendaje wasipotumwa? Manda Mungu. Ukisikia pastor wako anasema unawekwa crusade, msapoti hiyo crusade. Wewe huwezi kuhubiria watu wengi, lakini kama Mungu amekubariki, mpe pesa, 10,000 yako 10, 10,000 yako 20, mwezeshe yeye. Hiyo ndio kutuma mtu. Mwezeshe. Akisimama pale kuhubiri, kwa hiyo support yako, Mungu atakuwa anakuhesabia kile kimefanyika pale, wewe unasema. Amen. Paulo angehubiri isipokuwa ni watu walimtuma. Kwa Filipi, ukisoma wa Filipi 4:15, Paulo anasema ni ndio ulinituma wa Filipi kuhubiri Injili. Haleluya. Kwa hivyo nasema nini? Shiriki katika kugharimikia gospel. Be a gospel financier. Hebu sema gospel financier. Kuna watu wamepewa gift ya kuwa na biashara. Wengine wamepewa gift ya kule kufanya kazi, Mungu amekupa promotion. Una nafasi ya kushuhudia sana, lakini Mungu amekuwezesha kifedha. Hiyo pesa yako unachukua sehemu yake, unamwezesha mtu aliye na neema ufanye kile wewe huwezi fanya. Na anapofanya wewe unahesabiwa kwa hiyo. Kwa kuna watu tayari wamesimama na kukamilika ufaulu. Sio hicho. Hao ni financiers. Hasina watu wamebarikiwa hapa, umepata sehemu yenu. Amen. Mimi nakwambia sasa, Mungu aliniambia kuacha kanisa, nikaanza kanisa lile Kongo. Sina kanisa. Lakini kuna watu Mungu ameguza, they finance me to go to Kongo. Amen. Chekutana na mtu mwana biashara ananiambia pastor, mimi nimesikia unafanya Kongo. Ananiambia go to Kongo, lakini kanitaka mwingine. Ananiambia chukua 50 ndio. Chukua 100 ndio. Chukua 10 ndio hivi. Enda, sisi hatuwezi enda, lakini sisi tunakutuma. Na nikisimama Kongo watu wanapobarikiwa, nikienda mahali kubarikiwa watu kama vile nawabariki hapa, hao walionituma, they are part of that. Kwenda Kongo kwa mwezi mmoja, my budget is 700,000. Ninarudi Kongo mwezi wa 9. Tarehe 4. It is costing me 700,000. Na mimi ninaamini wale wengine wanaohubiri Injili kama mimi ni hivyo hivyo. Bila it's expensive to take the gospel. Because kwenda Kongo is expensive to be there. Amen. Kukaa nyumba Kongo ni expensive kwa sababu ya mambo ya insecurity. Chakula ni expensive. Lakini kuna watu lazima nifikie. Amen. We are preaching in 3 radio stations. Kila wiki tunafikia watu milioni 3 kwa radio. Hallelujah. We are doing conferences, we are training masters. Lakini sasa nikwambie, kuna watu wananisapoti kwa njia gani? Kwa maombi, kuniombea pamoja na mke wangu. Jana baada Bishop wako anasema Mungu ameweka mzigo ndani yake kusimama na mimi kuniombea. Thank you very much. I did that. Maana kwingine wana inapita ni hatari. Siku nyingine nimeanza kuhubiri nikiingia kwa nyumba tu nikasikia vita imeingia, watu wamekatakata. Saa hiyo wako wao watu 48 just around. Bishop mmoja alinipigia simu akaniuliza pastor nani kwa nikamwambia kwa sababu akaniambia usifunguke kutoka hapo. Akaniambia ukisikia mabunduki na nini usitoke huku nje ni kubaya. Akaniambia hata yule daktari mnaombea jana amekata kichwa mwili wako unalala. Akaniambia don't get out. Na mimi naamini makwingi ninapita is hot storms. Kama si maombi ya wapendwa ananiombea, I cannot make it. Amen. Amen. So inawezekana wewe pia kitu wako kama ni kusupport watu. Kusupport watu na maombi, kusupport watu na uwezo wa kifedha. Kuna watu Mungu atawafanya millionaires just because si kwa sababu ya kukula wewe na watoto. Ili sehemu ya mapato yako iwe kingdom financing. Juzi nilikuwa Amerika na Ulima, akaja mzee mmoja akaniambia pastor nini? I can see grace in your life. I can see grace in your life. Akaniambia niko na hitaji moja. Nikamuuliza ni nini? Akaita mke wake. Akamwambia, let us tell the man of God our needs. Nikamuuliza kwani hitaji yako? Akaniambia, our need, we have a company. We have a company. Our company is making right now millions in dollars. But akaniambia, this has been our desire. Right now, we are supporting
ipanuke, iongezeke. We want to increase the number of missionaries to 300. Mimi kasema yani kuna watu wanakuwa pale mkono. Bishop, Mungu sio ya meza chokeleke aye. And that's chokeleke support ya missionary yake mali kulaba utabi. Uko kama lini kile conference bishop iko sana watu. Hii ndio kwa bishop tulia. Hii conference na bariki watu wengi. We are taking it. Hiyo ndio maombi yangu. Amen. Nini kama they want to send laborers into the harvest. They are right now, they are supporting 50. They want to increase the number. Mungu wino kio cha mego support. Mwana na yeye bado na biashara yake. I release it actually. I release it because when I release, I know it is released. It is getting me talk. I release it. And I'm aware from today, watch. God is going to trust you with more finances because your motive is right. May God raise such people here. May God raise such people in this church. Bishop wako unaombaza tunalani kwa Islamu. Msikiti kuzaliwa. Msikiti kuzaliwa ni kula chai ya Kristo kwa mahoiwe. Msikiti kuzaliwa. Family money kaje tulilikanawe kuvukuma ngaimu witu kwa kanyumbe ya msikiti. Familia moja inajenga msikiti. Na wakati msebe na wakati nini? Hapa kanenda ya wewe friend. Pakristo kia pokea mambo ya kutoa. Wanakwambia Mungu anakutoa. Ndio wao kuna mambo. Hii kwa kama kuna watu wanasupport sana. Watu wametoa mkono wa kutoa. Lakini hiyo tunahitaji to grow. Ifike mahali waitane, tukifika mwezi wa 6 wanaitana wanabiashara watatu au watano. Wote. Na mmoja sadi mwetu ni hapa Mungu. Sadi mwetu 30 minutes mbele za kwa ni sadi. Amen. Alafu nakuwa Mungu tukiza na hata grace na kabla lakini kwa Kristo ni aidiwe na hapo. Amen. Kendo pia mambo ya Musa. Ndio bali. Tumemwambia tena. Ukaandika kasema. Kasema. Unatoka kasema. Yes. Kasika. Na kwa Mungu kamasa. Ukaiza mala. Aiba tulie baba ni kama mama. Kera na ndio ndio kia mama. Yu mama. Ikuatile ni kwa bibi yake. Mama akakuja. Nume. Ametina kasema. Kayo ila. Mama wako kasema kwa kandine na Mungu ni. Na